Mimi Evangeline Wilbard Munisi ninaahidi umma kwamba nitakuwa mzalendo na mtii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma, watumishi wa Bunge, watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu kwa maslahi binafsi au ya familia yangu, ndugu zangu au rafiki zangu au mtu mwingine. Nitailinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma. Nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitatenda kitendo chochote cha rushwa. Sitaomba, kutoa au kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria. Sitatoa shinikizo linalokiuka sheria, kanuni, taratibu na miongozo katika utendaji wa kazi za umma. Sitatoa siri ambazo kuzijua katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria itaelekeza vinginevyo. Nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepusha mgongano wa maslahi wa aina yoyote, na mara zote nitatoa uamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria. Nitatoa huduma bora kwa usawa kwa watu wote bila kujali misingi ya dini, siasa, kabila, udugu, utaifa, ukanda, jinsia au hali ya mtu, na nitazingatia na kulinda heshima ya nafasi yangu ya uongozi wa umma ninapokuwa kazini, nje ya mahali pa kazi na hata nitakapostaafu au kuacha kazi. Tamko. Naakiri kwamba nimeisoma hati hii ya ahadi ya uadilifu kabla ya kuwekwa saini. Ninakubali na kutambua kwamba masharti yaliyomo katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria na ninawajibika kuyatekeleza. Ninaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni ukiukwaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili wa viongozi wa umma na sheria za nchi, na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakeuka masharti hayo. Ndugu yetu Evelyn mwenyewe nilikuwa namsikiliza hapa ni Evalina Munisi. Evalina ni katibu mkuu wa chama cha upinzani NCCR Mageuzi, lakini nimeangalia CV yake nikaona ana sifa za kuingia ndani ya serikali na kutusaidia. Nilikuwa nafuatilia, nakumbuka maneno ambayo aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi kaka yetu Mbatia kila akisema tumhudumie mama yetu Tanzania, tuipende mama yetu Tanzania, tufanyeje mama yetu Tanzania, motherland Tanzania. Kwa nikasema labda hichi chama filosofi yao ni kumhudumia mama yetu Tanzania. Kwa nikaona nivute mmoja kati yao aje tufanye kazi wote huko. Of course sote ni Watanzania, sote tunatakiwa kuongeza nguvu ili twende pamoja. Na pengine tunapokosea huko basi mtatusaidia kusema jamani, yaliyoko huku ndani ni hayo, sio hivyo mnavyofikiria. Kwa hiyo Evelina, karibu sana ndani ya serikali. Umeapa kuwa naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu, bosi wako huyu hapo, kazi ya ajira na mahusiano. Sasa ndani ya ofisi hii kuna jukumu kubwa la kuhakikisha kazi za Tanzania zinakuwa za staha, haki inasimamiwa, stahili za wafanyakazi zinakwenda vyema kote, sekta ya umma na sekta binafsi. Lakini la pili, ajira za vijana wetu. Na kama unavyojua, ulivyosikia, tumeanza kutafuta ajira za vijana wetu nje ya nchi. Kwa muda mrefu tulikuwa tunapata hizo nafasi, lakini ndani ya wizara yenu huko kulikuwa kuna mambo yasiyoridhisha. Lakini tumepata, mwaka huu tumeanza kufungua. Tumeshapeleka zaidi ya vijana 7,000 nje, wasimamiwe haki zao, wasimamiwe maagent waliowapeleka vijana nje, haki zao kule na sheria za kazi. Serikali za kule zifate sheria zao, lakini na vijana wetu waende wakafate sheria za watu na stahiki za vijana wetu zipatikane. Eneo la tatu ni mahusiano. Mahusiano kwanza yanaingia kwenye kazi
sekta ya kazi, kwamba tuna mahusiano ya utatu baina ya serikali, waajiri na waajiriwa. Kwa hiyo tuna mahusiano ya utatu kote, umma na sekta binafsi. Kwa hiyo hili nalo liendelee. Lakini mbali na hapo, nimewapa kazi ya kujenga mahusiano baina ya serikali na makundi mbalimbali. Na najua Evelina, wewe hodari kwenye hili. Wewe hodari kwenye hili. Tumefanya kazi pamoja kwenye vyama vya siasa, nimeona uwezo wako. Kwa hiyo najua utamsaidia waziri wako kwenye hili. Katika kazi, jambo kubwa ni kuheshimiana. Nendeni mkaheshimiane. Kila mtu anajua majukumu yake, anajua mipaka yake. Kwa hiyo heshima ndio jambo kubwa katika kazi. Nendeni mkaheshimiane. Lakini jengine ni kuangalia tu kwamba mnakwenda kusimamia wajibu na viwango vya kazi ili nchi ifaidike na ijengeke kwa juhudi zinazofanywa na Watanzania wenyewe kulijenga taifa lao kwa kasi tunayoitaka. Upande wa pili, kama nilivyokuambia, mkasimamie haki ya wafanyakazi, lakini na haki zingine.